Karibu katika taarifa ya habari za jioni ya leo. Hii ni redio yako Congo Post News na mimi ni Idi George. Hizi ndizo habari kuu tulizokuandalia jioni ya leo. Hofu kubwa ya tanda mjini Goma baada ya kuthibitishwa kwa kesi ya kwanza ya ugonjwa wa Ebola katika mji huo unaodhibitiwa na waasi wa FC M23, huku mipaka ya Goma, Gisenyi pamoja na Bunagana zikifungwa. Katika eneo la Mombasa mkoani Ituri, watu 39 wameuawa ndani ya wiki moja kufuatia mashambulizi ya waasi wa ADF, hali iliyozamisha Biakato na Makumo katika hofu ya taharuki kubwa. Wananchi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakabiliwa na changamoto za usalama, huku mashirika ya kiraia yakitoa wito wa kuimarishwa kwa ulinzi dhidi ya makundi yenye silaha yanayoendelea kusababisha vifo na maafa makubwa kwa raia. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tukimaliza na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tutakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Usiondoke, karibu nasi kwa maelezo kamili ya habari hizi ndani ya matangazo yetu ya jioni ya leo kupitia redio yako Congo Post News. Asante na karibu. Katika eneo la Mombasa mkoani Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya hofu na sintofahamu inaendelea kutawala baada ya watu wasiopungua 39 yani 39 kuuawa ndani ya kipindi cha wiki moja kufuatia mashambulizi ya waasi wa ADF katika maeneo ya Biakato na Makumo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa viongozi wa kijamii pamoja na mashirika ya kiraia katika eneo hilo, mashambulizi hayo yamekuwa yakifanyika karibu kila siku, huku raia wakilengwa moja kwa moja majumbani mwao na mashambani, hata kwenye barabara zinazounganisha vijiji mbalimbali vya Mombasa. Wakazi wa Biakato na Makumo wanasema hali ya usalama inaendelea kuzorota kwa kiwango kikubwa, jambo ambalo limewalazimu mafamilia nyingi kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao unaohusishwa na makundi ya waasi ya Allied Democratic Forces maarufu kama ADF. Mashahidi waliofanikiwa kuokoka katika baadhi ya mashambulizi hayo wameeleza kuwa waasi waliingia usiku katika vijiji kadhaa wakiwa na silaha za moto pamoja na mapanga kabla ya kuanza kuwaua wananchi na kuchoma moto nyumba zao. Baadhi ya wananchi bado hawajulikani walipo, huku wengine wakiaminika kutekwa nyara na waasi hao. Mashambulizi hayo mapya yamezidisha huzuni na taharuki katika eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikabiliwa na ukosefu wa usalama. Biakato na Makumo ni maeneo muhimu ya biashara na shughuli za kilimo katika mkoa wa Ituri, lakini sasa shughuli nyingi zimesimama kutokana na hofu ya usalama au hofu ya mashambulizi mapya. Viongozi wa kijamii pamoja na mashirika kutetea haki za kibinadamu wamezitaka mamlaka za kijeshi kuongeza operesheni za ulinzi ili kuwalinda wananchi wanaoendelea kuishi katika mazingira ya hofu. Wametoa wito kwa serikali ya Kinshasa pamoja na washirika wa kikanda kuimarisha ushirikiano wa kijeshi dhidi ya makundi yenye silaha mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wake, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea na operation za kuwafuatilia waasi wa ADF katika misitu ya Ituri na Kivu Kaskazini. Ingawa wakazi wengi wanasema bado hatua hizo hazijatosha kurejesha amani katika maeneo yaliyoathirika. Mashambulizi ya ADF yamekuwa yakisababisha maafa makubwa kwa raia katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miaka mingi sasa. Kundi hilo ambalo lilianzia huko nchini Uganda linaendelea kutekeleza mashambulizi ya mauaji, utekaji pamoja na uporaji katika maeneo mbalimbali ya Ituri na Kivu Kaskazini licha ya operation za kijeshi zinazoendelea. Kutokana na hali hiyo, mashirika ya kibinadamu yanaonya kuhusu ongezeko la wakimbizi wa ndani, uhaba wa chakula pamoja na kuzorota kwa huduma za afya katika maeneo ya Biakato na Makumo. Shule kadhaa zimefungwa huku wananchi wengi wakikimbilia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Wakazi wa Mombasa sasa wanaendelea kuishi kwa tahadhari kubwa, huku wakiomba serikali kuchukua hatua za haraka ili kukomesha mashambulizi hayo ambayo yameendelea kuondoa maisha ya watu wasiokuwa na hatia katika ukanda huo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Turudi tena katika mji wa Goma ambako kesi ya kwanza ya Ebola yathibitishwa, mipaka yaanza kufungwa. Hali ya taharuki imeongezeka katika mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuthibitishwa kwa kesi ya kwanza ya ugonjwa
hatari ya Ebola ndani ya mji huo ambao kwa sasa uko chini ya udhibiti wa waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na nchi ya Rwanda. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya afya na usalama katika eneo hilo, mamlaka zilizopo Goma zilichukua hatua za haraka kwa kufunga mipaka kati ya Goma na mji wa Gisenyi nchini Rwanda mapema asubuhi ya leo. Hatua ambayo imezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi na wafanyabiashara wanaotegemea shughuli za mipaka wanaotegemea shughuli za mipaka ili kupata kipato chao cha kila siku. Sambamba na hatua hiyo, vyanzo vyetu kutoka Bunagana pia vimethibitisha kufungwa kwa mipaka inayounganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Mpaka huo wa Bunagana ni moja kati ya njia muhimu za biashara na usafiri katika ukanda wa Kivu Kaskazini, na kufungwa kwake kunatarajia kuathiri harakati za wananchi pamoja na biashara za mpakani. Wakazi wa Goma wameanza kuonyesha hofu kubwa kutokana na kumbukumbu mbaya za milipuko ya Ebola iliyowahi kuikumba mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miaka iliyopita. Ugonjwa huo ambao unaenea kwa kasi kupitia msongamano wa moja kwa moja na maji ya mwili wa mtu aliyeambukizwa tayari umewahi kusababisha vifo vya maelfu ya watu nchini humo katika kipindi tofauti. Mashirika ya afya pamoja na wahudumu wa tiba wanaendelea kuchukua hatua za dharura, ikiwemo uchunguzi wa watu walio karibiana na mgonjwa anayegonjwa ugonjwa huo kwa sasa, utoaji wa elimu kwa wananchi pamoja na maandalizi ya vituo vya karantini ili kuzuia maambukizi zaidi. Wakati huo hali ya usalama katika mji wa Goma inaendelea kuwa mbaya kutokana na uwepo wa makundi au uwepo wa mapigano na mvutano wa kisiasa kati ya jeshi la serikali ya Kinshasa na waasi wa M23. Wachambuzi wanaonya kuwa mgawanyiko wa vita na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaweza kuzidisha hali ya kibinadamu katika eneo ambalo tayari linakabiliwa na maelfu ya wakimbizi na uhaba wa huduma muhimu. Baadhi ya wananchi waliozungumza na vyombo vya habari wanaeleza hofu yao kuhusu uwezekano wa kusambaa kwa ugonjwa huo katika maeneo mengine ya Kivu Kaskazini na Kusini pamoja na nchi jirani kutokana na harakati kubwa za watu katika ukanda huo. Hadi sasa mamlaka za afya hazijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya watu waliowekwa chini ya uangalizi wala chanzo kamili cha maambukizi hayo, lakini juhudi zinaendelea kuhakikisha ugonjwa huo hauenei zaidi ndani ya mji wa Goma na maeneo ya jirani. Wananchi wametakiwa kufuata masharti ya afya, kunawa mikono mara kwa mara, kuepuka mikusanyiko isiyo ya lazima na kutoa taarifa haraka wanapoona dalili zinazohusiana na Ebola. Baada ya kusikiliza taarifa yetu ya habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunakuomba moja kwa moja ungane nasi kwenye habari za kimataifa. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu. Wes Streeting amejiuzulu kutoka serikali ya Waziri Mkuu Keir Starmer. Bwana Streeting amesema kwamba hana imani na uongozi wa Sir Keir Starmer kama waziri mkuu, na kuongeza kwamba ni bayana kwamba Bwana Starmer hatakiongoza chama cha Labour kuelekea uchaguzi mkuu. Caro Robi na taarifa zaidi. Bwana Streeting anatarajiwa kutangaza nia ya kuwania waziri mkuu dhidi ya Starmer. Washirika wake wameambia BBC kuwa na kiwango cha uungwaji mkono kutoka kwa wabunge wa chama tawala kutia nia ya kuwa kiongozi ajaye. Keir Starmer amewaonya mawaziri wake kuwa mabadiliko ya uongozi yatalitumbukiza taifa hilo katika vurugu. Bwana Starmer amekuwa akikabiliwa na shinikizo la kujiuzulu tangu chama chake kuandikisha matokeo mabaya katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika wiki iliyopita. Hata hivyo, kiongozi huyo amesisitiza hatojiuzulu, na washirika wake wamekuwa wakisema si wakati mzuri kwa Uingereza kushuhudia mageuzi ya uongozi miaka miwili tu tangu kuingia madarakani kwa Starmer. Waziri wa fedha Rachel Reeves amesema kutakuwa na athari za kiuchumi iwapo Starmer atalazimika kuondoka madarakani. Today's numbers show that the economy is growing. Takwimu za leo zinaonyesha kuwa uchumi unakuwa kwa kasi, na kwa sababu ya ukuaji huo tutaweza kufanya mengi zaidi, kuwekeza katika huduma zetu za umma na kusaidia familia na biashara na kushughulikia swala la gharama za maisha. Lakini hilo linawezekana tu kwa sababu ya utulivu wa kiuchumi ambao tumeuregesha katika uchumi wetu, na hatupaswi kuhatarisha hilo kwa kuitumbukiza nchi katika machafuko. Mbali na Wes Streeting, aliyekuwa naibu wa waziri mkuu Angela Rayner pia anapigiwa pato kuwania waziri mkuu baada ya tuma za kukwepa kulipa kodi kuondolewa dhidi yake, na hivyo kumpa fursa ya kuwa na sifa za kugombea waziri mkuu. Ofisi ya waziri mkuu ya Downing Street imesema Starmer atapinga nia yoyote ya
kutaka kumwondoa madarakani, na msimamo huo haujabadilika tangu alipoutangaza Jumatatu wiki hii. Kiongozi wa upinzani Kemi Badenoch amekikosoa vikali chama tawala cha Labour kwa kutokuwa na makali ya kutosha kuendelea kuiongoza nchi hiyo na kumtaka Starmer kujiuzulu. Takriban wabunge 100 wametangaza kutaka Starmer kujiuzulu, wengine karibu 150 hata hivyo wametangaza wanamuunga mkono, huku takriban wabunge 160 wa Labour hawajatangaza wazi msimamo wao. Kuna uwezekano kuwa wabunge wasiofurahishwa na uongozi wa Starmer wakawasilisha hoja bungeni kutaka mchakato wa kumjadili na kuchagua waziri mkuu, lakini hilo litawezekana iwapo wabunge 81 ambao ni sawa na 20% ya wabunge wa Labour bungeni kukubaliana kuhusu mgombea. Wiki nzima hii Bwana Starmer, ambaye alikiongoza chama chake mnamo mwaka 2024 kukishinda chama cha Conservative kilichokuwa kimeongoza Uingereza kwa miaka 14, amekuwa akipambana kusalia madarakani licha ya mivutano ya kisiasa hasa ndani ya chama chake, na kujiuzulu kwa mawaziri na manaibu sasa 5 kwa jumla kumemweka katika hali ngumu kisiasa. Naam, asante Karo. Robi, kwingineko ni kwamba mahakama nchini Nigeria imemhukumu alikuwa waziri wa nishati Saleh Mamman kifungo cha miaka 75 jela baada ya kupatikana na hatia ya utakatishaji wa fedha kiasi cha naira bilioni 33.8. Hizi ni sawa na dola za Marekani milioni 24.7. Uamuzi huo umetolewa Jumatano katika mji mkuu Abuja baada ya mahakama kumtia hatiani mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 68 ambaye hata hivyo hakuwepo mahakamani. Zaidi na Ahmad Bahaj. Mapema mwezi huu Saleh Mamman alipatikana na hatia kwa makosa 12 yanayohusiana na udanganyifu na utakatishaji fedha katika kesi iliyowasilishwa na shirika la kupambana na ufisadi nchini Nigeria la Economic and Financial Crimes Commission. Mahakama iliamuru vifungo hivyo vya gerezani kutumika kwa mfululizo. Pia ilimtaka Mamman kuregesha naira bilioni 22 zinazohusishwa na miradi ya umeme ya Mambila na Zungeru ambayo alikuwa akisimamia alipokuwa madarakani. Wiki chache kabla hukumu hiyo kutolewa, Mamman alikuwa amechukua fomu za kuwania uteuzi wa uchaguzi wa ugavana katika jimbo la Taraba kupitia chama tawala cha All Progressives Congress kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Haijulikani yuko wapi kwa sasa na hajatoa tamko lolote hadharani kuhusu hukumu hiyo. Mamman aliwahi kuhudumu kama waziri wa nishati chini ya rais wa zamani wa Nigeria Muhammadu Buhari, ambaye serikali yake iliingia madarakani kwa ahadi ya kupambana na ufisadi. Hukumu hiyo ndefu imewashangaza raia wengi wa Nigeria, kwani kutiwa hatiani kwa maafisa wakuu wa serikali kwa makosa ya ufisadi bado ni jambo lisilo la kawaida nchini humo. Kesi hiyo ni sehemu ya kampeni pana ya EFCC dhidi ya maafisa wa zamani wa serikali wanaotuhumiwa kwa ufisadi. Uchunguzi mwingine mkubwa umehusisha aliyekuwa waziri wa sheria Abubakar Malami pamoja na aliyekuwa waziri wa masuala ya kibinadamu Sayyida Umar Farouk, ambaye hivi karibuni alitangazwa kusakwa na shirika hilo. Hukumu hiyo pia imefufua hasira za wananchi kuhusu mgogoro wa muda mrefu wa umeme nchini Nigeria, hasa ikizingatiwa kuwa Mamman aliwahi kuahidi kuwa wizara yake ingeboresha usambazaji wa umeme kwa wananchi. Licha ya kuwa ya wazalishaji wakubwa wa nishati barani Afrika, Nigeria bado inakabiliwa na uhaba mkubwa wa umeme, huku kukatika kwa umeme mara kwa mara kukiathiri biashara kote nchini. Familia nyingi pamoja na kampuni kadhaa hutegemea jenereta zinazotumia mafuta ili kupata umeme, huku kupanda kwa bei ya mafuta kukiwaacha mamilioni ya watu wakihangaika kumudu gharama za vyanzo mbadala vya nishati. Tunasalia huko DRC ambapo mvutano kati ya taifa hilo na Rwanda unazidi kuongezeka katika miezi hivi karibuni, huku mapigano mashariki mwa Kongo yakitishia kusababisha mgogoro wa kikanda. Kinshasa inashutumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi la waasi la M23 ambalo inasema limeteka maeneo katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu ya Kusini. Mgogoro huu umewafanya mamilioni ya raia kuhama makazi yao na umeongeza hali mbaya ya kibinadamu na kuzua hofu ya vita vikubwa zaidi vya kikanda. Mashirika ya kimataifa na serikali za magharibi zimekuwa zikitoa wito mara kwa mara wa kupunguza kwa mvutano huo, huku juhudi za kidiplomasia zikibaki dhaifu kutokana na kuendelea kwa vurugu na mvutano wa kisiasa. Mwaka uliopita nchi hizo mbili, yani Rwanda na DRC, zilitia saini makubaliano ya amani mjini Washington baada ya mazungumzo ya amani yaliyosimamiwa na Marekani, lakini tuhuma zimeendelea huku kila upande ukilaumu mwingine kwa kukiuka makubaliano hayo. Mapema mwandishi wa BBC Anne Soy amezungumza na Bigirumwami Jakis, mshauri wa rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Ameanza kwa kueleza msimamo wa serikali yake kuhusu namna makubaliano ya amani yanavyotekelezwa. Kwa upande wetu wa serikali tunajaribu, mumeona kwamba kupitia hiyo agreement some humanitarian actors wameanza kufika mahali wanafanya kazi
tumekuwa hata pia kumobilize au watu wanaongea kama FDLR kama wako wanaweza kutoka. Tumejaribu hata the mechanism ambao zimewekwa zinaendelea kufanya kazi, tano inaendelea na tunaamini kwamba wanawasaidi tutafanya kile tunaweza, lakini the other side, hiyo upande mwingine ya Rwanda hatujaona hata saini moja ambayo ya withdraw kutoka hiyo upande ambao amekalia control. Na tumeona kwamba Marekani imeweka vikwazo kwa baadhi ya maafisa katika serikali ya Rwanda na pia kwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ni nini zaidi inahitajika kufanywa ili kuleta amani katika eneo hilo na kuregesha mamlaka ya eneo hilo kwa mikono ya serikali ya Kinshasa? Ni kweli tumefurahi sana na sisi tumeona hiyo hatua ambayo imechukuliwa na serikali ya Amerika kupitia hiyo watu wamekuwa sanctioned. Hiyo imetufurahisha sana na serikali kweli imesema asanteni, lakini hiyo haijatosha. Tunaomba sasa Rwanda ipate kutoka, sababu itoe forces zao, hiyo army yao ianze kurudi kwao, alafu tujue namna control hiyo area. Hiyo itaturuhusu pia kuweza kujua kuweka ndani kufanya ile sisi tumeengage kufanya sana, lakini kama Rwanda ingali ina occupy nachukua hiyo area, haitakuwa rahisi, sio rahisi kusema tupate kujua nini inafanyika huko. Kwa hiyo area iko occupied. Ndio maana sisi tunasema next step, Rwanda inapaswa kwanza kurudisha forces zao nyuma wakitoka hiyo area, alafu wakati serikali itachukua hiyo area itatusaidia sana kuimplement Washington Accord and even Doha easily. Serikali ya Ujerumani imetoa wito kwa vikwazo kuongezwa dhidi ya serikali ya Rwanda, na serikali ya Rwanda ikatoa maoni yake ikisema kwamba pia waangalie kile ambacho serikali ya Kinshasa inafanya katika eneo la North Kivu, ikisema kwamba mnatumia zile drone kushambulia maeneo hapo na watu raia wanapoteza maisha yao. Ungesema nini kuhusiana na hilo? Hiyo yote ambao Ujerumani imezungumza, hiyo sisi tuna appreciate ni the way forward ili tupate kufanya hiyo mikataba inatuomba, lakini shida ambayo tuko nayo saa hii ni wakati Rwanda ni kuja na madrone na attack area ambao ziko ndani wa civilians, wanaua populations. Hiyo inaweza kukueleza hata high plateau of Minembwe Northern Kivu, hao ndio wanajaribu kufanya hiyo, alafu wanawekea kwa serikali. Hiyo ni siasa ya Rwanda, tunajua tangu zamani. Sisi serikali tunangoja Rwanda i-withdraw, itoke maeria ina occupy, alafu serikali ikikuwa na hiyo, hapo sasa watu ambao watakufa huko ndio watauliza serikali, lakini kwa leo hawana hiyo right ya kuuliza serikali maeneo ambao wana control eti Kongo ndio attack drones and what. Sisi siasa ya president ni kuletea wako. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara kwa kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili wengine waendelee kupata habari zetu na ili usiwe napitwa na habari zetu. Na basi acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Ni ana mazungumzo yetu ya kila siku, ni kuhakikisha tunaletea habari sahihi tunaweza kuaminika, vile vile kwa muda muafaka. Na basi tukutane katika habari yetu ya asubuhi ya kesho.